Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 7 Machi 2025, Ijumaa baada ya Jumatano wa Majivu. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 58 aya kwanza hadi ya 9, na somo la Injili linatoka Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 9 aya 14 hadi ya 15. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 9 aya 14 hadi 15. Siku ile Yesu alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, wanafunzi wake Yohani wakamwendea wakasema, "Kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga, bali wanafunzi wako hawafungi?" Yesu akawaambia, "Wale walikuwa harusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, masomo yetu ya leo yanatualika kutafakari kwa kina dhana nzima ya uelewa wa kufunga. Leo Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia kwamba kwa uwepo wake pamoja nasi, yeye ni mfano wa bwana harusi, hivyo hatuna budi kufurahia uwepo wake pamoja nasi. Yeye ni bwana harusi, ni wajibu wetu sisi kufurahia, kwani yeye anatuletea faraja, amani na matumaini. Katika somo la Injili tuliyosikia, wanafunzi wake wa Yohani wanamuuliza Yesu wakisema, "Kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga, bali wanafunzi wako hawafungi?" Naye Yesu anawajibu kuwa wale walikuwa harusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Wapendwa katika Kristo, harusi ya Kiyahudi ilikuwa wakati wa sherehe maalum. Sifa yake ya kipekee ni kwamba wenzi hao ambao walikuwa kwenye ndoa hawakwenda kwenye mapumziko ya siku 7 ambayo bwana na bibi harusi hutumia. Walitumia mapumziko hayo nyumbani. Kwa wiki moja baada ya nyumba ya wazi ya harusi kuwekwa, bwana harusi alichukuliwa kama na hata kushughulikiwa kama mfalme na malkia. Na wakati wa juma hilo, marafiki zao wa karibu walishiriki furaha yote na sherehe zote pamoja nao. Marafiki hawa wa karibu waliitwa watoto wa chumba cha bibi harusi. Wapendwa katika Kristo, Yesu anajionyesha kuwa yeye ni mwana wa Mungu. Anajilinganisha na bwana harusi na wanafunzi wake ni marafiki wa karibu wa bwana harusi. Huu haukuwa wakati wa kufunga, bali wakati wa kufurahi pamoja na Kristo. Hivyo tunafundishwa kwamba kuwa na Yesu ni jambo la furaha. Katika uwepo wa Yesu kuna ufanisi wa kusisimua wa maisha. Mtu anayetembea na Kristo anatembea katika furaha yenye kung'aa. Vile vile hakuna furaha inayodumu milele, kwa maana wakati wa huzuni wa wanafunzi wa Yohane ulikuwa umefika, kwa sababu Yohane alikuwa gerezani. Kwa wanafunzi wa Yesu wakati huo wa huzuni ungekuja. Ndipo Yesu aliposema, "Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga." Yesu alimaanisha kuwa atakapoondolewa miongoni mwa wanafunzi wake wajiandae kufunga na kuomboleza juu ya mambo yatakayokuja kuwapata. Ni jibu linaloonyesha wazi kuwa tunapaswa kufunga. Ndio maana mama kanisa ametupa kipindi hiki cha Kwaresma ili tujipatanishe na Mungu na kuwa wafuasi wa Kristo, huku tukifuata mfano wake Kristo. Ndugu zangu, tujiulize, kufunga ni nini? Kufunga katika dini nyingi inachukuliwa kama aina ya kujitesa na kujinyima. Hata wengine kipindi hiki wanajikatalia kula au kunywa kwa ajili ya lengo fulani. Kufunga kama njia ya toba kulifanywa katika kipindi kanisa tokea enzi za kale,
kukiongozwa na kanuni mbalimbali. Mwanzoni kulikuwa ni kutokula au kunywa mpaka machweo ya jua. Kufunga chakula kati ya Wayahudi ilikuwa ni kitu cha kawaida, na hivyo wacha Mungu walifunga mara 2 kwa wiki bila kula wala kunywa, kuanzia mawio ya jua mpaka machweo yake. Ilikuwa ni kila Jumatatu na Alhamisi. Ndugu zangu katika Kristo, tunajua tupo siku zote na bwana harusi, yaani Kristo mwenyewe, mpaka mwisho. Na hivyo mfungo ni mwaliko wa kufurahi, kwani tunaalikwa kuwa na furaha kwa kujikatalia kwetu, ili ndugu yetu muhitaji abaki na furaha kwa Mwenyezi Mungu. Furaha ya kweli hupatikana katika kupenda. Mfungo wetu hauna budi kukubaliwa na Mungu kwa kumuiga Mungu mwenyewe. Mtakatifu Tomasi wa Aquino anatuambia kwamba tunafunga kutokana na malengo matatu. Kwanza, ili tuweze kutiisha tamaa za mwili. Pili, tunafunga ili akili zetu kwa uhuru ziweze kutaamali mambo ya mbinguni. Na tatu, tunafunga ili kufanya malipizi ya dhambi zetu. Wapendwa taifa la Mungu, Kristo anatufundisha namna ya kufunga. Kwanza, anatualika kufunga kwa moyo wetu wote, yaani kwa hiari, kwa moyo wote kabisa, isiwe ni kwa kulazimishwa, bali mfungo wa kweli unatoka ndani na sio wa maonyesho. Pili, kufunga kwa unyenyekevu na sio kwa ubatili. Katika somo la kwanza, kilio alichodai nabii Isaya kilikuwa mwito wa mageuzi ya mambo ya ndani na uaminifu kwa agano. Isaya alihimizwa hapa aseme kwa ujasiri na bila woga, ila kila mtu atoe hesabu kwa tabia yake na uelewa umuhimu wa toba. Ndugu zangu katika Kristo, kufunga kuna thamani kwa kiwango kinachoambatana na mwelekeo wa dhati wa utakatifu na roho ya upendo kwa wengine. Vitendo vya nje vinavyofanya kwa ajili ya kuonekana havina sifa, kwa vile nia ni kujenga ubatili na kushinda usimamizi wa wengine. Na tatu, Kristo anatualika kufunga kwa kumtazama Mungu na kufanya linalompendeza Mungu, hasa katika kutenda matendo ya huruma kama vile kuwasaidia wahitaji. Hivyo ndugu wapendwa wasikilizaji, tumombe Mungu mfungo wetu tusaidie kufanana na Mungu, kukua na kuimarika katika imani, matumaini na mapendo. Tukae na Bwana wetu Yesu Kristo katika kipindi hiki cha Kwaresma kwa kutafakari ubinadamu wake mtakatifu, zaidi katika matukio ya wazi na ya kukumbukwa ya njia ya msalaba. Tuone ni kwa jinsi gani kwa ajili yetu anapotembea kwa njia ya huzuni. Tafakari hii imetolewa na mimi Frateri Julius Anton Tumaini wa Jimbo Katoliki Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 2 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.